kwa nini mimi sitaki kushikwa sikio kuingia kwenye siasa. Chadema walishanishauri sana. Walikuwa wananishika masikio, mwanasiasa ni mongo. Mwanasiasa ni propaganda. Ndio maana naambiwa siasa ni uongo. Siasa ni mchezo mchafu. Kama mtumishi wa Mungu sitaki kuwa kwenye hiyo generation. Sitaki kuwa kwenye hiyo jamii ya uongo. Kwa maana gani? Mtazamaji wa Dudubaya TV, karibu tena kwa mara nyingine tena. Nafikiri tunaenjoy sana kukutana na Dudubaya. Always amekuwa akizungumza mambo mengi sana kuhusiana na vitu ambavyo vimetokea. Kikubwa zaidi ni wewe kusubscribe na kutufollow kwenye mitandao yote ya kijamii. Comment zenu as usual huwa tunazisoma pia. I go by the name JS na niko na Dudubaya siku nyingine tena. Leo tuna throwback tu, yani tuna mambo ya zamani. Kwa wale ambao ni watoto 2000, kusanyikeni, weka bando lako imbiza kutosha, utizame kile ambacho hujawahi kukiona kabisa. Dudubaya, Konki Master, mambo vipi? Karibu Mambas 24. This is Bali Beach. Yeah man, we live your life man. You punch me once, I punch you triple. Karibu sana. Haujatafutwa mpaka sasa hivi, maana interview zako zinafuatiliwa sana na kuna baadhi ya watu wanakushambulia, kuna wengine wanakupongeza na kuna wengine wanapata masomo kupitia wewe. Ni ngumu sana mimi kutafutwa na iwezi kuja kutokea nikawa natafutwa. Yeah, kwa sababu mimi napatikana. Okay. Shana napatikana, nina address. Mtu akisema mimi na address maana anajulikana na anapatikana. Okay. Kwa mimi kwenye taifa hili siwezi kutafutwa. Shana leo na sidhani kama kuna mtu ananitafuta. Akiwa anakuhitaji atakupata. Yeah, atanipata. Sawa, turudi miaka yetu ya nyuma zaidi. Nataka uniambie story ya Professor Jay. Tuliongea off camera. Najua kuna watu wengi sana ambao wa miaka hiyo hawajui nyuma ya pazia Professor Jay ni nani, jina lilitoka wapi, vitu ambavyo mliwahi kukutana navyo na yeye na nini. Nataka tuzungumze kidogo. Tuambie kuhusiana na Professor Jay ili watu ambao hawamfahamu wamfahamu kupitia wewe. Ni mwanangu toka anakaa Kitonyama na mimi nakaa Kitonyama. Unajua kati game yetu sisi ni ya moto. Wasanii wengi tulikuwa tunakaa Kinyama, Kitonyama. Kwa nini? Neighborhood. Nafikiri tu yani ilijikuta tu kwamba tukokuwa kina EY, Mwana FA, Professor Jay, wateule. Mimi mwenyewe baadaye mimi nikaswitch nikawa Sinza. Mwenda Wakulu James Mdodo wa Dandu mwenyewe mpaka anafarika alikuwa anakaa Kitonyama. Amina Chifupa pamoja na Mpaka Njia. Wasanii wengi siwezi kuwamaliza wote, wakina Jafarai. Kwa tumekuwa ni hood ambao tuna ball pamoja, tuna chillax pamoja. So Jay, watu wanamjua Professor Jay, lakini jina lake la kisanii alijibatiza kama Nigga Jay. Nigga Jay. Nigga Jay. Wakati huo sisi game yetu ya hip hop ilikuwa nigga ni nigga kama ma Black America, what's up nigga? Au G gangster. Ndio maana mimi ilikuwa double G, Godfrey Gangster. Ya kaja na Nigga J, yani J Nigga Joseph. Shanaelewa. So baadaye alipoendelea na game yake akawa DJ John Dringa Macro kwenye kipindi cha The Cruise. Kipindi ambacho kilikuwa East Africa Radio saa 1 mpaka saa 4 usiku. Kilipush sana muziki wa Bongo Flava kama nilivyoongea kipindi kilichopita. JD alikuwa na uwezo wa kupromote ngoma yako na ikasimama, sababu ilikuwa ikifika saa 1 Dar es Salaam nzima na tuni The Cruise East Africa Radio. Alafu DJ JD ana vipawa viwili, ni best presenter, mtangazaji mzuri, at the same time ni DJ mzuri, tofauti na madj wengine wanajua kuongea kwa mikono. So ndio maana alikuwa na uwezo wa kupiga nyimbo yako na kuizungumzia na kuichambua na watu wakaielewa. So katika kipindi cha The Cruise, Jay akiwa ametoa ngoma yake, JD ndo akaja na hoja ya kwamba huyu sio Nigga Jay. Huyu anastahili kuitwa Professor Jay kutokana na mashairi yake ni ya kiprofesa. Alivyomuelezea vile, akaachia line ya simu na message, watu wakatilika, wakalikubali hilo jina la Professor Jay. Kwa hiyo jina la Professor Jay alibatizwa na DJ JD John Dringa Macro. Okay. Yeah, kupitia kipindi cha East Africa Radio The Cruise. Sawa. Hapo tuzungumze pia kidogo kuhusiana na
kile ambacho kilitokea, hali ya ugonjwa, wewe pia uliumwa, lakini Professor Jay pia naye alipata matatizo. Unasema nini, kwa sababu ni mtu ambaye umefanya naye muziki kipindi hicho? Ya mimi toka Jay anaanza kuumwa mpaka anatoka hospitali, mimi siko Dar es Salaam. Hilo la kwanza. Na ulikuwa unaumwa ama ulikuwa? Na mimi nilikuwa nimeshaanza kuumwa. Okay. Cause nilikuwa out of Dar es Salaam. Kwa hiyo ndio maana sikuonekana kwenye hospitalini. Lakini tuna simu tu wakati yuko Muhimbili hatuwezi kuongea kwa sababu yuko ICU. Lakini mke wake Grace au Mama Lisa, kwa sababu mtoto wao anaitwa Lisa, mimi namtaga Mama Lisa. Ni shemeji yangu ukweli sana. Kwa tukiwa tumekaa yeye, mke wake na yeye Professor Jay, basi hivyo. Ndio maana hata dakika za mwisho hapa aliniambia narudi ulingoni, nataka kugombea tena jimbo la Mikumi, kamshauri 1 2 3 hivyo. Kwa mpaka sisi sijajua kama ataenda kugombea kwa sababu Chadema hawendi kwenye uchaguzi na yeye ni mwanachama wa Chadema. Sasa hayo ni mambo yake, siwezi kuyazungumzia kwamba kwa nini hajaenda. Kwa hiyo kwenye ugonjwa wake nilikuwa mbali na mimi nishaanza kufanya nini kuumwa, lakini sasa hivi tunawasiliana kama ambavyo tunawasiliana Mwana FA na yeye mwenyewe. Shanaelewa vizuri, lakini namshukuru Mwenyezi Mungu amemnyanyua na mpaka sasa hivi yuko nyumbani anaendelea shughuli zake kama kawaida. Nataka nijazie hapo. Wasanii wengi wa zamani ambao, acha tu wasanii wa zamani, hata wasanii wa kizazi kipya, wanapofanya muziki na wakawa na status nzuri, yani inamaanisha kwamba wakiwa hawajachafuliwa kwenye mitandao, wakiwa tu watu wako clean lakini wamefanya muziki, mara nyingi huwa tunawaona wanahamia upande wa pili wa siasa. Professor Jay, Sugu, hao ni watu ambao walikuwa wanafanya vizuri kwenye harakati za muziki, kwenye hip hop. Wamehamia kwenye siasa na wamefanya pia vizuri. Wewe ni mtu ambaye una harakati zako ambazo watu pia wanazikubali. Kwani hakuna wasanii wa zamani ambao wameshawahi kukushauri kwamba bana, njoo huku kwenye chama la wana, labda tupambane kwenye ubunge, maudiwani na vitu kama hivyo? Chadema walishanishauri sana. Sababu mara mwisho wamenishauri au walikuwa wananishika masikio. Ilikuwa ni kipindi cha uchaguzi wa serikali za mitaa, ambapo Chadema ilichukua viti vingi sana kama unakumbuka. Ikaizidi CCM uchaguzi wa serikali za mitaa. Kwa hiyo na mimi kipindi hicho niko Geita. Kwa hiyo pale ambaye hakuwepo ni Mbowe. Na wakati huo naongea na Mbowe kwa simu akiwa Dar es Salaam. Lissu hakuwepo, Kini John Heche, marehemu Mawazo ambaye alikuwa Geita, Halima Mdee, Stablaya na wengine kibao. Tulikuwa pamoja. Hoteli waliofikia tulizungumza mengi na vitu kama hivyo, lakini mimi walichoniambia, nenda jimbo la Magu kwenu Kisesa, kakae kaa sisi, baada ya hapo katengeneze mazingira. Nikisema kutengeneza mazingira fikiri unaelewa. Kuelewa. Okay. Afu baadaye tutakuja. Lakini mimi hawakuweza kunishika masikio. Kwa nini unasema kushika masikio? Yaani kushikwa sikio maana yake uitikie unachoshauriwa. Kishana mtu anapokushauri kitu maana yake umempa sikio. Sasa kuna mawili, ukubali au ukatae, ndio kushikwa sikio. Kwa mimi nilikataa. Baadaye nilikuja kukutana na John Heche ambaye sasa hivi ni makamu mwenyekiti. Hotel tukiwa Wasafi Festival, Golden Crest Hotel, tulikaa kama lisali zima pale reception. Tulibishana sana na John Heche mambo ya siasa na vitu kama hivyo. Shana tukaacha mwafaka. The point is, kwa nini mimi sitaki kushikwa sikio kuingia kwenye siasa? Mimi ni kiongozi kama alivyokuwa Magufuli. Magufuli hakuwa mwanasiasa. Ndio maana alifanya makubwa kwa muda mchache, kwa sababu mwanasiasa ni mongo. Mwanasiasa ni propaganda. Ndio maana naambiwa siasa ni uongo. Siasa ni mchezo mchafu. Kama mtumishi wa Mungu sitaki kuwa kwenye hiyo generation. Sitaki kuwa kwenye hiyo jamii ya uongo. Kwa maana gani? Hivi vyama vya siasa hivi, sio tu CCM. Chama chochote ukishajiunga ni lazima ufuate condition zao. Kuna jambo linakukeleketa. You want to speak out. Wananchi wajue. Lakini ni lazima upitie kwa uongozi wakwambie no or yes. Kwa hiyo wewe uko kwenye kifuko chini yani.
si ndio unakuwa chini ya uongozi. Nataka tuongee story ya wewe kukosa kuingia Ikulu. Kwa sababu kuna watu wanasema kweli kwa kazi ambazo umezifanya basi tungekuona hata umetia maguu Ikulu, kwa sababu sasa hivi vijana wengi wanakutana na president, wanashikana mikono na wengine wanaenda Ikulu. Kwa hiyo imekuwa ni sehemu kwamba watu wa serikalini na wasanii wamekuwa na huo muunganiko, na sio sasa tukumbe hata zamani. Niambie kidogo kuhusiana na wewe kukosa kwenda Ikulu kipindi cha mstaafu Jakaya Kikwete. Kwa sababu tangu mimi imeanza toka 2006 na maadui zangu, ndio maana nishazungumza, walihakikisha hata sipati tuzo 2005 na wimbo Simika Mzizi Entertainment. So kuna kipindi Jakaya ndio kateuliwa na Chama cha Mapinduzi kama mgombea urais kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi. Kampeni zikaanza akiwa na slogan yake maisha bora kwa kila Mtanzania. Kampeni zikafanyika nchi nzima, urais, ubunge na udiwani. Ilipo karibia watu wakapiga kula, nafikiri kama wiki moja kabla kwenda kuvote, akafariki kiongozi mkubwa sana serikali. Nafikiri alikuwa ni Dr. Juma, alikuwa ni makamu wa rais na alikuwa anatokea Zanzibar. Alipofariki ghafla, kwa hiyo uchaguzi ukasimama, kampeni zikasimama na tuendi kwenye kupiga kula kama Tanzania. Paka msiba ule ufanye nini? Upite. Kwa msiba ulipopita, ndio tume ya uchaguzi ikatangaza kampeni zianze tena, sio kutangaza tukapige kula. Kampeni zianze tena. Kwa sababu ilikuwa tujafikia kwenye kupiga kula, ilikuwa bado couple of days tu ndio kampeni zimalizike. Kwa wakati imetokea hivyo, imetangazwa tena tarehe ya kwanza kampeni, CCM walikaa. Walivyokaa kama kawaida, watu wa vyombo vya habari ni washikaji zao, kina Ruge, ndio wanapeana hata muziki, wanapeana majukwaa. Kwa wakapata wazo kwamba mgombea wetu Jakaya Mrisho Kikwete amezunguka nchi nzima na amezungumza sera zote. Kwa hiyo hata akienda hana jipi, atarudia kitu kile kile. Kwa hiyo tufanyeje? Kwa hiyo this time tuchukue wasanii wa Bongo Flava ndio wazunguke mkoa wa Mbeya, Iringa, Morogoro, Tanga, Kilimanjaro kwa maana Moshi na Arusha na Mwanza, na tunamalizia Biafra, Dar es Salaam. Kweli tukaitwa wasanii pale PPF Tower Posta, tukakaa pale ukumbini. Lugha akasema, mnajua Jakaya kama waziri ndio waziri pekee anayesikiliza Bongo Flava hata kwenye gari lake. Waziri kijana na anapenda Bongo Flava. Kasema sawa, wasanii kibao. Kwa hiyo inabidi tumsupport, tukamfanyia kampeni. Na kampeni itakuwa mnapofika kama Morogoro. Kampeni si unajua mwisho saa 12. Kwa hiyo madiwani wa hilo sehemu wanakuepo, wagombea ubunge wa majimbo ya Morogoro wanafanya nini? Wanakuepo. Kwa hiyo ninachokifanya ni kutoa burudani na kuwanadi wale wagombea ubunge na udiwani, mwisho wa siku kumnadi nani? Jakaya. Yeye hapo hayupo. Hapo ni wasanii tu na wabunge katika mkoa ambao tumeenda na madiwani. Kwa hiyo ule uongozi wa CCM pamoja na Ruge wakaulizana twende na slogan gani kama wasanii. Ndio wasanii wakatoa hoja zao pale na nini, huyu asema hili, alisema hili. Mimi nikanyosha mkono. Kunyosha mkono nikasema, mmesema Jakaya anatukubali, anasikiliza muziki wetu kuliko viongozi wengine, hata kwenye gari lake anasikiliza muziki wetu. Kama anatukubali na sisi tunamkubali. Kwa hiyo slogan ambayo tuende nayo, anatukubali, tunamkubali. Kila mtu akapiga makofi ukumbi mzima. Kwa slogan tuenda nayo ni mimi ndo nilitoa. Baada ya pale uongozi na Ruge mwenyewe yuko pale, tukawekwa makundi mawili. Kundi moja ndio ende Morogoro, Iringa na Mbeya. Kundi la pili ni Tanga, Moshi, Kilimanjaro na Arusha. Sawa. Kwa hiyo kiongozi wa kundi la Morogoro, Iringa na Mbeya ni mimi. Kiongozi wa kundi linaloenda Tanga, Kilimanjaro, aka Moshi na Arusha, Said Fela. Said Fela. Kweli kosta zikaandaliwa na kila kitu. Kwa hiyo tukasafiri, nakumbuka tulilala Masika hoteli. Alafu ilipofika mchana mimi kama leader, na ndio maana hata kwenye Wasai Festival mimi nilikuwa kiongozi wa msafara.
Kwa mimi ni leader, ninaposema mimi ni kiongozi na maanisha. Kwa hiyo ikafika mida nikaambia wasanii kila mtu abebe begi lake, sio aache chumbani. Tunapofika uwanjani, uwanja wa Sabasaba, mabegi yanabaki kwenye gari. Tunamaliza, kila mtu anapanda, tunafanya kilichotuleta. Kampeni mwisho saa 12 kwa sheria ya uchaguzi. Tukimaliza ni kwenye kosa tunaanza kuitafuta Iringa. Hivyo kweli tukafanya hivyo Morogoro. Tukasafiri usiku kwa usiku mpaka Iringa, tukafika tukalala. Kwa hiyo hoteli zilikuwa zinaandaliwa mapema. Tukalala mpaka asubuhi. Mchana ikifika tena hivyo. Watu wabunge, madiwani Iringa wanakuepo, tunaliamsha. Tukamaliza saa 12 tukanyoka kuitafuta Mbeya. Tukafika usiku tukalala. Kesho yake tukamaliza kampeni tukarudi hapa. Na wale Arusha, Tanga na Moshi unanyoka karudi chini ya Said Fela. Ndio pale tukapanda ndege. Kwenda wapi? Mwanza. Kampeni inafanyika wapi? CCM Kirumba. Baada hapa tukapanda ndege tukarudi hapa. Tukamalizia viwanja vya Biafra Kinondoni. Nataka nakumbuka kesho yake mimi nilikuwa na show Mombasa. Kwa ndege yangu ilikuwa juu. Kwa nilivyoshuka tu pale, nikamwambia nipangeni mapema, wakanipanga mbele, nikafumua show, kaingia kwenye gari airport nikaenda zangu Mombasa. Kwa hiyo nilishiriki kuhakikisha Jakaya Mrisho Kikwete kaingia Ikulu. Sasa kilichokuja kutokea marais kama kawaida na hasa mwezi wa Ramadhani huwa wanaalika wasanii kwenda Ikulu. Kwa hiyo Jakaya alitaka wasanii waende Ikulu kama akawape shukrani kwa kumfanyia kampeni. Sasa cha ajabu kilichotokea, walioambiwa kuita wasanii ndio hawa Klaus kina Ruge. Na hapo ukosha gombana nao kwani? Nimekwambia 2006, kwani Jakaya aligombea mwaka gani? Ugombe si 2006. Unaweza kai kwenye hizo kampeni zote ndikuwa labda peace, yani unajua labda mwezi wa ngapi. Kwa hiyo waliogewa jukumu. Ndio maana unavyoona hata Dr. Samia Suluhu akisema nataka wasanii wa Bongo Flava, wa Bongo Movie. Sio yeye ndio anapiga simu. Kwa hiyo kuna watu hapa Tanzania walishajimilikisha kwamba wanamiliki wasanii wote. Ndio maana kuna mapromota hadi Ulaya wapi walikuwa wanajua miaka yote wasanii wote Bongo Flava wako chini ya Klaus. Kwa hiyo hata simu lazima apige Klaus. Kwa kina Ruge tunamtaka fulani. Kama una biflo unasema huyu mlaunga huyu atakuja kutia aibu sio nini, mchukueni bana Nazoro, mchukueni Bushoke. Kwa hiyo wanapanga wao. Watu waliaminishwa hivyo. Na serikali inaamini kuna watu hapa wanamiliki radio na TV, wasanii wote wako chini yao. Kwa hiyo Ikulu mawasiliano sasa. Umeelewa Ikulu mawasiliano? Ndio mheshimiwa sasa akisema mkurugenzi wa Ikulu mawasiliano ndio yeye anawasiliana na watu wa media kwamba wasanii waje. Kwa hiyo kilichofanyika getini pale Ikulu. Lugha alikuwepo, Said Fela, Babu Tale kwa ajili usalama uko pale. Mimi nikifika ndio hakikisha kweli huyu ndio Dudubaya. Usalama napita. Huyu kweli ni JS anapita. Huyu kweli ni Bushoke anapita. Kwa hiyo mimi sikupigiwa simu na wale waliogewa na mimi niko Kinondoni hapo. Sasa mimi nimekaa hivi. Washikaji wananiambia wenzako mbona wako Ikulu? Kaambia kweli wako Ikulu na Jakaya. Na wao wameshiriki kwenye kampeni. Mbona hujaaliko? Mimi nikanyamaza. Nimekaa walivyotoka sasa kule Ikulu wasanii. Wakaja Kinondoni, mtaa wa Ufipa. Kwa na pub pale Mambas pub. Wakaja pale kwa sababu ilikuwa ni joint ya kuja wasanii kunywa na nini pale Bongo Movie na kila kitu. Walivyotoka kule wakaja wamebeba vikoi vyao na nini. Kwa mimi nikaanza kuwauliza. Kwa hivi ni nini mmebeba? Ni vikoi, wengine kanzu. Okay. Nani kawapa? Sisi wasanii wa kike tulikuwa tunapiga story na Salima Kikwete. Alafu wa kiume walikuwa na mheshimiwa rais. Kwa wamekaa separate wanapiga story. Kwa hiyo baada hapo ndio tukagewa hizo zawadi za vikoi, kanzu, tukafuturu pale na nini hivyo. Kwa hiyo hakuna kingine. Ndicho bahasha zilikuwa zipo. Hamna. Bahasha zilikuwa mbali. Hawakugewa basi wangeniambia tumegewa hata 500. Unaelewa? Kwa hiyo Ikulu eneo takatifu mmeenda kwa ajili ya kanzu na vikoi. Mimi ndo nikaulize kwa ajili ya kanzu na vikoi. Okay, sawa. Inshu mimi nikapotezea hapo. Hicho na ni kwa nini nilipokuja kupeleleza sasa deep. Unajua hii Mambas 24 mimi na watu kibao.
maarufu ni mimi peke yangu. Na ndio maana hata ndani ya Clouds mimi na watu, ndani ya Wasafi na watu, EFM na watu. Yaani ndio maana hii vita kwangu ni laini na ni nyepesi, kwa maadui zangu ni nzito na ni ngumu. Kwa sababu nyumbani kwako mimi na watu. Ila wewe Mambas 24 Bahari Beach wewe una mtu. Kwa nikagewa data kwamba walijadili wakasema Dudu Baya tukimwita Kingiumu Ikulu akigewa nafasi na Mheshimiwa Rais atampa siri zote za ushenzi wetu. Siri zote za, na ndio maana uweze ukakuta mtu kama Afandesela alishalikwa Ikulu. Wote wale wanaharakati hawapei nafasi. Wanaalikwa tu, yanaenda kula futari, linajaa tumbo kama lina mimba ya panya, linaondoka, halina point ya kwa Mheshimiwa Rais anahitaji advice. Kaa naye mwambie bwana game iko hivi na hivi na hivi. Mheshimiwa fanya hiki na hiki na hiki. Yule sio malaika. So unapopata opportunity ya kukutana na Mheshimiwa Rais mteule wa Mwenyezi Mungu, eneo takatifu kama Ikulu, use hii opportunity kumwambia Mheshimiwa Rais kinachoendelea mtaani. So wewe kwenda tu kukaa pale kupiga picha, kula mafutari manini. Kwa hiyo walijua huyu jamaa akikutana na Jakaya atampa siri nyingi sana, kwa sababu Jakaya aliamini Clouds ni good people ndio wanaoinua wasanii. Kumbe wanainua watu maarufu, pesa wanachukua wao. Wanainua watu maarufu. Ndaangalia wasanii wote waliokuwa nani ana maisha. Angalia hata THT. Lugha ameondoka, nani anaye survive? Wanahangaika tu. Kwa hiyo serikali iliaminishwa hivyo kwamba hawa ni good people ndio wana promote talent. Yes, mna promote talent kwa sababu na radio na TV. Je, ni muziki na maisha, mnawalipa hawa vizuri? Hicho ndio waliogopa. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo issue hiyo umeniuliza wewe ya Ikulu iko hivyo. Sasa yani labda ulijaribu kufuatilia pamoja kwamba ulifuatilia ukajua wameshindwa kukupeleka kwa sababu 1 2 3. Kwa mfano kilichonichekesha zaidi hata baadhi ya wasanii walivyotoka Ikulu, nikakuta kuna wasanii wa Bongo Movie walikuwa kule, lakini kwenye kampeni hawakushiriki. Kuna wasanii wa Bongo Flava ambao ndio mandindindi ambao ni maoga hayawezi kuongea, yalikuwa Ikulu. Sasa unaenda Ikulu na ataoja. Ile ni eneo takatifu. Julius Kambarage alisema. Mimi siwezi kukutana na Tulia Hackson sasa speaker wa bunge. Nikaanza tukunywa naye pombe. Lazima na speaker anzisha mjadala. Sheria za sanaa zibadilike 1 2 3. Kwa mfano Zanzibar hawatambui muziki, wanatambua dini. Na ndio maana hata mtu anaweza akachukua albamu yako Zanzibar akaifanya piracy, akauza anavyotaka. Hata ukimkamata hapa, polisi hawatambui hiyo sheria. Ndio nakwambia leo kama hujui, Zanzibar hawatambui muziki. Lakini matamasha yanafanyika. That is wonder. Matamasha yanafanya nini? Yanafanyika. Sauti ya Busara inafanya nini? Inafanyika. Wasanii Zanzibar wapo. Lakini sheria ya Zanzibar haitambui muziki. Inatambua kaswida na Qur'ani. Mimi ni mpya mimi kwa sijui. Ndio nakwambia leo sasa hiki kichwa. Zanzibar wewe kuta hata mtu ana maduka 10 anauza kazi zenu za muziki, huwezi kumpeleka popote. Haipo hiyo sheria kutambua muziki wa kidunia. Kwa hiyo hivyo ndio vitu vya kutana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu na kumwambia sio kwenda kula futari. Futari kwani mtaani haipo? Kwani kanzu na kikoi mtaani hapo? Kwa wamekosa nafasi. Yes, walipeleka hadi mademu zao. Yaani unakuta demu sio Bongo Movie wala sio Bongo Flava, lakini walienda. Okay. Yeah. Kwa hiyo ndio game ya Bongo Flava, lakini mimi hawawezi kunikatisha tamaa na wala sijasikitika na hilo na wala halijaniumiza hilo. Channel life goes on. Sawa, wakati unafanya hizo kampeni na wewe ulitoa slogan yako, si ndio? Yes. Kwamba tunakukubali, unatukubali, si ndio? Kuna namna yoyote ambayo ulifeel kwamba Mheshimiwa Jakaya Kikwete anatambua uwepo wako, kwa sababu kuna mpaka ukapewa uongozi kwa mabana wewe kaa na hili kundi na Said Fella kaa na hili kundi. Kuna hiyo feeling labda uliipata kwamba au ilikuwa kwanza taarifa zile kwanza nilishtuka why me. Kwa maana Nyerere alikuwa anasema Ikulu ni eneo takatifu. Mheshimiwa Rais anateuliwa na Mwenyezi Mungu kuongoza watu wake, kuhakikisha wana amani, wana upendo na furaha. Alafu wananchi sisi tunampitisha kwa kula tu, lakini ni uteuzi wa Mwenyezi Mungu.
So kuna watu sasa hivi wanajiweka karibu na mheshimiwa rais, kwa hiyo wanachotaka mtu anaingia tu kama shamba la bibi, which is bad. Okay. Watu wameitwa wasanii, unapeleka hadi malaya wako haimbi muziki, afanye nini? Na hapo mimi siwezi kumlaumu mheshimiwa rais. Shanelo vizuri. Sawa. Kwa hiyo ndio maana interview kama hii mzee Kikwete akisikia akiwa Msoga kula atacheka sana na atasikitika sana. Cheers mzee. Cheers. Yes, cheers. Life goes on. Sawa, tujaze hapo. Umezungumza pia Afande Sele, unaweza kukuta hajawahi kufika Ikulu. Nataka uniambie story ya Afande Sele kunyanyuliwa na usalama wa taifa kutolewa kwa sababu ya kile ambacho alikuwa anataka kukisema yeye. Hiyo story ikoje? Na ndio hiki sasa, kwanza nikupongeze, umejipanga vizuri. Sasa tunapunga upepo wa habari hapa. Naona leo kichwa chako kina akili vizuri. Kinaenda vizuri, kina flow vizuri. So, issue ya Afande Sele kunyanyuliwa na usalama wa taifa na kutupwa nje ya tukio la uzinduzi wa kampeni za malaria no more. Yaani hatutaki tena malaria Tanzania. Ni project ambayo alirudi nayo akiwa anatoka Marekani mheshimiwa Sugu. Akiwa msanii kabla hajawa mheshimiwa mbunge. Yeye alikutana kwa maelezo yake, kwa sababu Sugu akiwa yuko Deluxe Hotel Sinza, mimi nilikuwa naenda sana na kaa naye na Wila akiwa mdogo. Kwa tulikuwa tunakaa sana mpaka hata saa 4 usiku tunaachana hivyo. Kwa Sugu alipokuwa Marekani akiwa kwenye ndege anarudi akakutana na wazungu. Kutana wale wazungu wamekuja na huo mradi wa malaria, yani wana hela nyingi. Zamani ndo katika kupiga story na Sugu. Sugu akamwambia mimi ni msanii mkubwa, mimi mwana hip hop. Najulikana nchi nzima. Wakasema huyu sasa anatufaa kwa sababu ni maarufu. Kweli waliposhuka naye hapa wakakaa na Sugu. Wakapanga mikakati yote, lakini wakamwambia Sugu, hizi pesa ni nyingi sana. Hatuwezi kukupa tu binafsi. Inabidi serikali itambue. Ikabidi wapange tarehe ya kwenda wapi Ikulu. Kakutana na waziri, wakaunganishwa Ikulu. Mchongo ukawepo, kwa hiyo mchongo ukawa chini ya nini? Serikali. Akiwepo akina Januari Makamba sasa. Kipindi hicho Januari Makamba ndio mwandishi wa hotuba za Jakaya Ikulu. Januari Makamba alikuwa kabla hajawa mbunge, alikuwa mwandishi wa hotuba za Jakaya. Wakapokewa mchongo. Mshikaji Oruge. Ndio wakapanga huyo Sugu tunampitia kama upepo, yani kwamba hapati chochote. Sasa Sugu aliambiwa tutakupigia simu. Kampeni zika uzinduzi ukiuna unafuata. Kwa Sugu kaka zake Deluxe anaangalia taarifa habari. Anaona tukio la uzinduzi wa Malaria No More Leaders Club, mgeni rasmi Jakaya. Sugu alilia sana. Sugu aliumia sana. Akasema tutauana. Huu mchongo ni wa kwangu, wa mwezi kunizulumu. Angalia watu walivyo na roho mbaya. Mchongo umeuleta wewe. Billions of billions. Alafu watu wanakupiga jukwaju. Klaus wakawa wanashiriki. Ni watu hao. Ndio maana nikikwambia hawa ni maadui wa kudumu na maanisha. Kama Urusi na Uingereza. Uingereza ni adui wa kudumu na maanisha. Nani mimi tu ndio nakwambia hizi vitu. Sugu aliumia sana. Hapo Sugu sio mheshimiwa, sio nini. Na Sugu walishambania kwenye mziki 10 years. Hawa watoto sasa hivi hawajui kama Sugu alibaniwa mziki wake miaka 10 na Klaus. Ndio maana alikuwa asikiki. Maisha ya Sugu yamekuja kubadilika alivyogombea ubunge wa Chadema Mbeya. Ndio akapata hayo maisha, lakini Sugu alikuwa amekwisha. Miaka 10 wapigi mziki wake. Sugu akawa anashinda Deluxe pale. Na kuambia ukweli na niko naye. Shanelewa. Na walishindana na Sugu. Walimfanyia uzinduzi hapa uzinduzi unafuata Arusha. Alivyofanya uzinduzi wake hapa Diamond Jubilee hawakumlipa hata 100. Alafu anataka weekend inayofuata akafanya tena show wapi? Arusha. Sugu akagoma hapa. Akawatukana kina Lugha na ndio bifu ilipoanzia. Wewe fikiria uande uzinduzi wangu wa show, alafu mimi msinipe hata 100. Alafu unaniambia weekend ijayo tunaenda kuzindua Arusha. Weekend ijayo tunaenda Mwanza. Hujanipa hata 100. Ndio kilichomtokea Sugu, kamuulize. Naongeaga ukweli. Ndio maana nikisema mimi ni mwanaharakati wa Bongo Flava, najua vitu vingi. So Sugu alipokuja kuona vile akasema tutauana. Sasa siku ya uzinduzi sasa Leaders Club. Maskini Jakaya hajui chochote. Lazima kuwepo na risala la mgeni, risala
ambayo inasomwa mgeni rasmi afanye nini? Asikie. Akiwa Jakaya. Risala hiyo imeandikwa na kina Ruge ambao wao sio wasanii. Risala imeandikwa kwamba wasanii tuna shida na studio. Wakati Tanzania studio ziko kila uchochoro, maproducer wapo. Toka enzi Bongo Flava inaitwa Rap Time. Sasa tuna shida na studio vipi? Unashindwa kuandika matatizo yaliyopo. Watu wanajiuzia piracy tu wanavyotaka, muziki unauzwa tu kama yani ambao hawajaimba wananufaika na muziki. Watu wanadhulumiwa, wanapigishwa show 5 kama hivyo Sugu, uzinduzi kabisa, sio show, uzinduzi wa albamu yako. Hujalipo hata 100 bado wanakutaka uende Arusha. Ukigoma nyimbo zako 10 years Sugu apigwi. Baada ya pale risala ile aliyekuwa amechaguliwa kuisoma kamuulizeni ni Afande Sele. Ila anapanda tu Afande Sele kwanza ile risala kaisoma kwanza. Yeye mwenyewe kaipitia sasa. Ila mimi sikuepo hapo. Alipoipitia Afande Sele ile risala nikaona ujinga. Sisi tuna shida na studio. Afande Sele akasema risala ninayo mimi. Risala sio hii. Risala niko nayo mimi kichwani. Kwa hiyo nitaongea kutoka kwenye kichwa changu kwa sababu matatizo ya wasanii nafanya nini? Nayajua. Ile sasa kaweka risala pembeni. Ndio akaanza kuongea sasa. Ruge kawabonyeza usalama wa taifa. Walimbeba juju kama kuku akamtupo je ya tukio. Ile risala kaitwa Lady JD. Kiwicho Lady JD yuko chini ya Klaus. Kaambiwa soma ile risala. Malkia wa Bongo Flava akasoma risala, ni mwanamke mnyonge. Malkia? Si Malkia wa Bongo Flava. Okay. Malkia kauza kijiji. Kasoma hiyo risala, tuna shida na studio. Risala baadaye akakabidhiwa Jakaya. Jakaya ndo akaleta ile studio, ndo wakaichukua wao, ndo ikawa pale THT. Na waliomba jengo, ndo lile jengo pale Leaders. Na studio ikafungwa pale. Na ndio maana Sugu baadaye Mwenyezi Mungu akamuinua. Baada ule uonefu akawa mbunge wa Mbeya kupitia Chadema. Kwa hiyo akapata eneo takatifu la kuzungumzia. Sababu maeneo matakatifu katika nchi hii tukija ni Ikulu, mahakama kwa jaji mkuu na nini na bunge. Hayo ni maeneo matakatifu. Sawa. Kwa Sugu akapata eneo takatifu sababu Ikulu walizingua, ndio akawa bungeni. Ndio maana Sugu unakumbuka bungeni alikuwa anazungumza hicho kitu baadaye wakajishtukia, hapa tunaumbuka. Ikabidi waziri wa sanaa wa kipindi hicho, utamaduni na michezo, Emmanuel Nchimbi, ambaye sasa hivi ni katibu mkuu wa CCM. Unaelewa? Ambaye sasa hivi ni mgombea mwenza wa Dr. Samia Suluhu Hassan kwenye uchaguzi. Ndio akamuita Sugu. Ndio Sugu akatulizwa, wakamlipa, wanajua wenyewe walivyomalizana. Sugu ndio akaenda kukaa kimya. Na Sugu pale akawasaliti hata wenzake antivirus waliokuwa wanazunguka naye. Akawatelekeza mpaka leo antivirus hata hawasikiki. Umeona sasa hiyo harakati ija tumbo hizo. Ushaelewa? Kwa hiyo Afande Sele ni hivyo alivyotupwa. Sugu ndo walimalizana hivyo, ndo kitu kilichotokea. Kwa hiyo Afande Sele wanaogopaga kuingia kwa sababu na yeye ana mambo ambayo anayajua mengi. Dr. Samia Suluhu Hassan akimpa sikio. Mambo yatatokea mengi sana. Yes. Okay. Yeah. Sawa, kumbe muziki wa zamani bado na mambo mengi sana. Vitu vingi. Umezungumza hapo habari ya Jide, ukamzungumzia na Ruge. Kuna hela mpaka leo ziko angani. Kwanza unajua Lady JD mpaka na Ruge si walipelekana mahakamani? Hiyo tutaizungumza hiyo. Siku nyingine. Wasije watu wakasema mbona vitu vyote vinaisha. Viko vingi sana. Tuzungumzie leo pesa ambayo mpaka leo iko angani. Haijatua. Issue ilikuwa hivi. Mimi Uingereza sijui kupiga show mpaka sasa hivi. Nimeshapata show mara nyingi, yani invitation ya kwenda Uingereza mara nyingi. Mimi nimepiga sana nchi za Scandinavia. Lakini swala mapromota Uingereza walikuwa wanaamini kila msanii kama nilivyosema, yani Klaus walijipromote kila msanii yuko chini ya. Wakati mimi nimetoka nimeanza muziki sijawahi kuwa chini ya lebo yoyote. Na wala sijawahi kulipiwa studio na mtu mpaka sasa hivi. Watu wakinitaka lazima simu iende Klaus. Ndio Klaus kwa sababu atoelewani watasema yule chizi akijoko atapiga wazungu atafanya vurugu, mchukueni Bushoke, mchukueni nani, wameshaniua sana. Sasa nauliza JS, nimeshakaa Ethiopia mwezi mzima nafanya show, nimepokelewa na balozi wa Tanzania, sijapigana.
hujasikia Dudubaya anauza madawa kulevya, hujasikia Dudubaya akakamatwa na polisi, ndio? Nimekaa Kenya, nimesoma Kenya for many years, nakaenda Kenya, Uganda. Uje kusikia skendo mbovu? Nimeenda nchi za, nimeenda Uswizi, uje kusikia nimepigana Italy, nimeenda Finland, nimeenda wapi? Mbona wewe unakuwa tu unanipaka mimi kwamba yule ni mkorofi? Yule ni mkorofi hafai. Chukweni, kumbe wanayesema chukweni ni msanii wao. Kwa kuna riziki nyingi sana. Hawa jamaa walishanibania kutoka kwa mapromota binafsi. Lakini bado na survive. Sababu Mwenyezi Mungu yu hai nami niko hai. Yesu Kristo yu hai nami niko hai. Mtume Muhammad yu hai nami niko hai. Roho Mtakatifu yu hai nami niko hai. Kwa hiyo kipindi hicho kama Mr. Nice alivyotuma kunizingua, nikapata mwaliko. Lakini sikuweza kwenda kufanya show Uingereza kwa sababu ya kesi. Kama alivyozungumza kipindi kwa sababu ya kesi. Kwa hiyo wakachukuliwa wasanii akiwepo Bushoke, Banana Zolo, Mandojo Lomokaya, Leisia alikuwa ndani kama sikosei. Walikuwa wasanii kama Mwana FA, naibu wetu wasana, na yeye alikuwa ndani. Wakaenda, walivyoenda Uingereza, huku wameshaambiwa hela mtaikuta kule kule. Ndio hii, yani waga wasanii wanapigwa hapo hapo kwamba hela utaikuta huko huko. Ukifika kule promoter anakuambia umepishana nayo angani. Utaikuta Dar es Salaam. Si wenyewe yani hawa jamaa wanacheza na kwamba hawajai kufika Ulaya. Alafu walikuwa na kauli moja anakuambia chafua passport. Yani una passport na passport wanaweza wakakukatia wao. Sababu wana network immigration. Kumbe unasafiri kwenda kupiga show nje, hela wanafanya nini? Wanakula. Sasa na msanii aje kwenda Ulaya. Akisikia trip hiyo hata hawazi hela. Ndio wakaenda. Walipofika nakumbuka tena walikuwa wanaojua Klaus wakiwa saluni moja hivi huko Uingereza wananyoa Mwana FA akasema tunanyoa saluni moja ananyoaga David Beckham. Mimi nilicheka sana. Saluni ananyoaga David Beckham. Mimi ninavyojua mastaa wakubwa. Kwanza majumbani kwao wana saluni. Kinyozi tu ndo waga anaenda. Hata mimi mwenyewe hapa si umemwona kinyozi wangu hapa. Mimi siendagi huko kinyozi sana kuja. Siku hizi kinyozi wana mashine zao, ukipiga tu simu anakuja nyumbani na kunyoa wewe mpaka watoto wako. Hata nikiwa kisasa nauma kinyozi alikuwa anakuja nyumbani, mademu wanakuja. Sasa tunanyoa kwa sijui walidanganywa hapa Beckham ndo waga ananyoa. Kwa Mwana FA akatuuza. Akawa anawajua sasa Klaus ndio watengeneza vago. Shanaelewa. Baadaye sasa baada ya show wanataka hela yao. Mimi hapo na Mwana FA tuko Bennett anasoma EFM. Jamaa akamwambia hela mmepishana nayo. Lugha akamwambia iko huku lakini mimi niliituma kwa hiyo mmepishana nayo angani. Kweli ile wanarudi sasa huku. Kukutata na Lugha anaambia mbona mimi sijapokea hela. Subirini kwanza jamaa atatuma. Nakwambia hivi wasanii paka viatu vilitoboka walikuwa wanaenda pale kitega uchumi kila siku. Na hawajapata. Sasa hili swali kamuulizeni naibu waziri wa sanaa Hamisi Mohamed Mwinjuma. Je, zile hela bado ziko wagani? Hawa ishalipwa. Au ulilipwa? Bado pia alikuwa akija anakuja. Sasa tuko Bennett. Mimi Mwana FA gari lake ina matatizo anatumia la kwangu. Mimi natumia gari lake. Kwa hiyo tulikuwa Bennett naye akiwa anasoma. Kwa hiyo akirudi wavia vipi? Bado mwanangu, bado mwanamwambia wewe. Kwa hiyo hivi na hivi naambia hapo wewe nenda chuo. Anaenda chuo hivyo kesho yake anaenda tena hivyo. Kwa hiyo like 1 month unafuatilia hela pale kitega uchumi ilipokuwa studio za Cloud. This is true story mimi nakwambia. Hii ni story ya kweli. Kamuulizeni binamu Mwana FA. Kwa hiyo wasanii wamekutana na haya mambo. Mwana FA hawezi tu kuzungumza na sio tu Mwana FA usugu wengi na wengi. Nikisema wasanii wanaonewa leo Mtanzania ndio ujue hiki ambacho nimekizungumza. Huu ni ukweli uliowatokea Mwana FA na wote walio Bushoke, Banana Zolo na ndio maana Banana Zolo ishafikia hatua hafikiri kufanya muziki wa radio kwamba karekodi apeleke radio au kwenye TV namna alivyotumika bila kupata chochote, na ndio maana yuko na bendi yake anaendelea na maisha yake na bendi. Sawa. Mtazamaji wa Dudubaya TV, unajua tunakuwa tunakuletea ujana afu tunakuletea uzee. Bakurutu Bongo Flava. Kwa hiyo mara nyingi huwa tunakuletea vitu ambavyo vya nyuma, afu kama tukiona hapa pamechafuka pia hapa katikati tunakuletea trending story. So leo tulikuwa tuna story kidogo za nyuma, nafikiri tutakuwa umeenjoy zaidi. Dudubaya, nikwambie tu ukweli, tuishie tu hapa kwa sababu tukizidi kuongea hapa tutaharibu. Tubakize hiki
Wakati mwingine tena tutakutana hapa kupitia Dudubaya TV. Usisahau kusubscribe na kutufollow kwenye mitandao yote ya kijamii, Facebook, Instagram na Twitter. Huko tunatumia TikTok, tunatumia yote. Ukiandika Dudubaya Official unaweza kumpata huko. I go by the name JSC, behind the camera Ramili Shehe.